Sasa wito kwa wanasiasa, ripoti imetolewa, ripoti imeuma kote kote, lakini ripoti hii uzuri wake, pamoja na kuonyesha kwamba matatizo yametokea hivi, chanzo cha matatizo ni haya, imeonyesha kwamba labda vichocheo ni hivi hapa, lakini kwa sisi wanasiasa tujipe muda wa kusoma hizi ripoti, tutengeneze strategy, tutengeneze mikakati sasa, namna bora sasa ya kuweza kukutana, kujadiliana, kuzungumza, kutiana moyo, kwa sababu tumeumizana na tumeumiza taifa, ili tuone namna bora ya kwenda mbele. Huu sio wakati ambao tuendekeze kuendelea kulaumiana. Sio wakati wa kudhani kwamba kuendelea labda kubagaza nchi, hasa kwa wanaharakati, kubagaza nchi, kuisema nchi au kumsema rais kama mnavyofikiria kwa maneno makali, maneno mabaya na nini. Huu ni wakati ambao tutiane moyo. Rais mwenyewe ameonyesha kujutia katika jambo hilo, na ameonyesha kabisa katika, hata ulikuwa ukimtazama katika uso wake. Sasa katika hali kama hiyo, hebu tutiane moyo. Rais amenukuu maneno katika Qur'ani tukufu pamoja na Biblia takatifu, maneno ambayo yanaonyesha kwamba tukimlilia Mungu atasikia kilio chetu na ataiponya nchi yetu. Ninasihi wanasiasa, kwanza hebu tuje pamoja, tusahau tofauti zetu za kiitikadi, tuje pamoja, tutengeneze, tuje pamoja katika hii roadmap ya kuiponya nchi yetu. Tuje pamoja tujadiliane namna gani tunapata katiba mpya. Tuje pamoja tujadiliane namna gani tunakaa tunaridhiana. Tuje pamoja tuone namna gani tunawasaidia waathirika wa haya matukio ya Oktoba 29. Rais tayari ametoa commitment kwamba serikali itagharamikia matibabu na vifaa tiba, hasa kwa watu waliopoteza viungo vyao. Ni jambo jema. Tuje pamoja tuone namna gani yanatekelezeka haya. Lakini jambo lingine, tuje pamoja tuone jambo ambalo pengine kwenye ripoti na rais akuzungumzia, namna gani waathirika wanapata fidia, kwa sababu katika matukio yale kuna watoto walibaki yatima, kuna kina mama walibaki wajane, na kuna wanaume nao walibaki wagane. Tuangalie sasa namna gani tunaiambia serikali namna gani iweze kuwafidia hao watu. Na hata ikiwezekana tupendekeze tuweze kuwa na kamati ndogo ambayo inaweza kupita tena nchini kote, kuweza kupata orodha kamili, majina ya waathirika, ukubwa wa familia, namna watu wameathirika. Kwa sababu katika tume, wakati Jaji Chande anaongea, ametaja idadi ya watu 518, lakini amesema kwamba idadi hiyo inaweza ikaongezeka, kwa sababu wakati wanaongea wanatembea huko na huko, kuna wengine pengine hawakufika mbele ya tume, pengine kwa sababu ya hofu na kadhalika. Lakini kwa sasa kama wanasiasa na kama raia wa taifa hili, tutoe mawazo chanya ambayo yanaweza yakasaidia waathirika wapate haki zao, kwa maana kwamba waliofiwa na ndugu zao wapate fidia stahiki, ambao wamekuwa na majeruhi wanaoendelea kutibiwa nao wapate haki zao.